Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukufahamisha mambo mengi ambayo yanazidi kutokea katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama mikakati ya Marekani kuelekea Iran. Kuna mikakati gani inayofanywa na Marekani wakati huu kuelekea mzozo wake ambao ulikuwa umeshika kasi katika siku za hivi karibuni dhidi ya Iran? Baada ya Marekani kuona kwamba namna inavyoendelea katika taifa hilo, lakini pia na ushauri kutoka mataifa mbalimbali katika mataifa marafiki ama yenye uhusiano na Marekani, hali kwa Donald Trump imekuwa tofauti. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa ni kuishambulia Iran, na ikiwa ni pamoja na kuharibu mifumo yake ya nyuklia, lakini pia kuwa viongozi wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kisiasa na kijeshi. Mipango ya sasa ya Marekani ni kuelekea amani. Marekani inahitaji mazungumzo ya kidiplomasia kati yake na Iran. Katika siku za hivi karibuni, rais wa Marekani bwana Donald Trump alitangaza wazi kwamba sasa kinachoelekea ni mazungumzo kuhusu suala la nyuklia. Moja kati ya jambo ambalo serikali ya Marekani chini ya Donald Trump ilikuwa nalo ni kuhusu maandamano nchini Iran. Lakini sasa maandamano yamehama na kuelekea kwenye mpango wa nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe kwa waandamanaji nchini Iran muda mfupi baada ya maandamano ya hivi karibuni kuanza, akisema msaada uko njiani, na hata akaamua kupeleka meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln, huku akitoa vitisho vikali. Lakini wakati huu, baada ya yeye mwenyewe kuona kwamba hali imekuwa tofauti na matarajio, ameamua kuegemea upande wa diplomasia ya amani kati yake na Iran. Iran hata hivyo ilijipambanua kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, na ni kwamba ilishajiandaa kwa muda mrefu dhidi ya mapambano dhidi ya Marekani kwa miaka mingi, kwa sababu Iran inatambua moja kati ya maadui zao ni pamoja na Marekani na Israel, na hivyo walitengeneza kila njia zinazowezekana kuikabili Marekani. Iran inadaiwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa kiteknolojia. Iran ilianzisha mpango wake wa nyuklia ambao kwa namna moja ama nyingine ni sehemu ya maendeleo ya teknolojia katika taifa hilo. Hata hivyo, ilifikia urutubishaji wa uranium wa kilogram zaidi ya 400 ambao uliyatishia mataifa ya magharibi, na kuonekana kwamba labda Iran ilikuwa katika mpango wa kuja kutengeneza bomu la nyuklia. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema kwa Iran hili lingewezekana, lakini Iran imesema mpaka sasa haikutengeneza bomu la nyuklia, licha ya kwamba Marekani bado inang'ang'ania kwamba Iran inapaswa kuachana na utengenezaji wake wa mabomu ya nyuklia. Na hofu kubwa ya Marekani juu ya Iran kutengeneza makombora hayo ya nyuklia, inahofia huenda ikaja kuyatumia siku moja ikiwa kutatokea mzozo dhidi ya Israel. Ikumbukwe Israel nayo pia inadaiwa kuwa ina makombora ya nyuklia, lakini hayatambuliki. Lakini ni Marekani ambayo imekaa kimya, na hivyo Marekani inaonekana kwamba ni taifa linalotumia ubabe kutoka kwa wale ambao si marafiki zake ama hana uhusiano nao, kama vile Iran. Iran baada ya mapinduzi ya Kiislamu haikuwa na uhusiano mzuri na Marekani, tofauti na kipindi cha nyuma, enzi ya ufalme uliopinduliwa na mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na hata hivyo, kutokana na jinsi jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ilivyojipanga kuwa na makombora ya hali ya juu ya ballistic, lakini pia kuwa na uhusiano na mataifa ambayo yana nguvu ulimwenguni kama Urusi na China, na inadaiwa kwamba mataifa hayo mawili yalipatia silaha za kutosha Iran pamoja na ulinzi wa anga, Marekani kupitia Rais Donald Trump ameona kuna namna ya kurudi nyuma na kutafakari. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambaye hakutetereka wala hakuwa na shaka, anaonekana ni kiongozi ambaye amemshitua sana rais wa Marekani Donald Trump, ambaye licha ya vitisho vyake, lakini Donald Trump akaona njia nzuri ni kumaliza jambo hili kwa mazungumzo na si kuingia katika vita. Licha ya kwamba bado haijaeleweka kwamba anaweza akafanya shambulizi, lakini wachambuzi wa mambo wanaeleza wazi kwamba Donald Trump hawezi kuishambulia Iran. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo katika eneo la Mashariki ya Kati wanasema kwamba wakati huu rais huyo wa Marekani amepokea ushauri kutoka mataifa washirika ambao ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar, lakini pia na Umoja wa Falme za Kiarabu, kwamba hapaswi kuendesha operation yoyote ndani ya Iran, huku mataifa hayo yakikataa kutumiwa kwa ardhi zao
katika mapambano dhidi ya Iran, kwa sababu Iran imeweka wazi na ingefanya hivyo kushambulia maeneo yote yenye ngome za kijeshi za Marekani kama ilivyofanya katika vita vya siku 12 kuishambulia Al-Udeid, moja kati ya kambi kuu za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini pia aina ya makombora iliyokuwa nayo Iran yamekuwa yakiogopesha mataifa mengine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, zikihisi kwamba eneo hilo litaharibika kwa kiasi kikubwa kwa sababu eneo hilo lina ngome nyingi za kijeshi za Marekani. Na hii ndio sababu kubwa ambayo imemfanya Donald Trump kuamua kuachana na mpango wake wa vita dhidi ya Iran. Hata hivyo, Iran imesema kwamba hata kama Marekani ingetumia maji ya kimataifa, lakini ingehakikisha inashambulia kambi zote za kijeshi ikiwa ni pamoja na Tel Aviv. Hili ndilo kubwa ambalo wachambuzi wa mambo wanasema limemfanya Donald Trump kurudi nyuma na kufuata ushauri wa washirika wake katika eneo hilo la Ghuba ama Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.